Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Saudi Arabia imewafukuza wanadiplomasia kadhaa wa Iran ikitaja mashambulizi ya Iran katika ardhi yake. Hatua hiyo imekuja baada ya nchi 12 za Kiarabu na Kiislamu zikiwemo zile zinazokalia kambi za Marekani kushutumu kulipiza kisasi kwa Iran kwa mashambulizi ya Marekani na Israel yaliyoanza Februari 28. Siku ya jana Jumamosi, Wizara ya Mambo ya Nje ya Saudi Arabia ililaani kile ilichokitaja kuwa mashambulizi ya wazi na ya mara kwa mara ya Iran yanayolenga Saudi Arabia na nchi nyingine za Ghuba, ikishutumu Tehran kwa kukiuka sheria za kimataifa na kanuni za ujirani mwema. Saudi Arabia imemjulisha rasmi mtumishi wa jeshi la Iran, msaidizi wa kijeshi na wafanyakazi wengine watatu wa ubalozi kuondoka katika ufalme huo ndani ya saa 24. Taarifa hiyo ilisema kama ilivyonukuliwa na gazeti la Saudia. Saudi Arabia imetishia kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran. Wakati huo akizungumza nchini Saudi Arabia, waziri wa mambo ya nje Faisal bin Farhan aliweka wazi kusema kwamba huenda Saudi Arabia ikafikiria kuishambulia Iran kijeshi zaidi kutokana na mashambulizi ambayo inayafanya ndani ya ardhi hiyo ya kifalme. Iran ilianzisha mashambulizi baada tu ya kuanza kushambuliwa na Marekani, ikieleza kwamba inafanya mashambulizi katika rasilimali za Marekani, hasa ngome za kijeshi pamoja na makampuni kutoka nchini Marekani, kadhalika na kushambulia katika maeneo ya kidiplomasia kwa maana ya balozi. Hata hivyo, taarifa ambayo imetolewa wakati huu ambayo inataja kuwafukuza wanadiplomasia wa Iran, taarifa inaeleza kuwa ufalme huo utachukua hatua zote zinazohitajika kulinda mamlaka yake, usalama wake wa eneo pamoja na anga, raia, wakazi na maslahi ya kitaifa kwa mujibu wa kifungu cha 51 cha mkataba wa Umoja wa Mataifa. Wizara hiyo ilisema, ikionya juu ya madhara makubwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Tangazo hilo linafuatia hatua kama hiyo ya Qatar ambayo iliwafukuza wanajeshi na walinda usalama wa Iran pamoja na wafanyakazi wao kujibu mashambulizi ya kituo cha gesi ya kimiminika katika jiji la viwanda la Ras Laffan, mojawapo ya vituo vya usafirishaji na usindikaji wa mafuta katika mataifa ya Ghuba. Iran pia imekuwa ikilenga mara kwa mara kambi ya wanahewa ya Prince Sultan iliyoko Al-Khariji, Saudi Arabia, ambayo imehifadhi wanajeshi wa Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisema Tehran inalenga maeneo ya kijeshi ya Marekani katika eneo hilo katika kujilinda. Pia alidai kuwa Marekani ilitumia eneo la Umoja wa Falme za Kiarabu wakati wa shambulizi la hivi punde karibu na kisiwa cha Kharg cha Iran. Maafisa wa Iran wameonya kwamba kulipiza kisasi kutaendelea kwa muda mrefu kama mataifa ya Kiarabu yatairuhusu Marekani kutumia eneo hilo kwa mashambulizi dhidi ya Iran. Rais Masoud Pezeshkian awali aliomba radhi kwa mataifa hayo ya Ghuba kwa makombora ya Iran na ndege zisizokuwa na rubani katika miundombinu ya kiraia ya mataifa hayo ya Ghuba. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.